Yesu asifiwe. Nilikuwa sitaki kuongelea hili, lakini acha niliongelee. Watu wa Mungu, kuna dhana kwamba watu wanadhani ya kwamba kila mtu ambaye anaenda kusali, anayefunga na kuomba mlimani, ni kwamba ni umaskini na ugumu wa maisha unamsababisha mtafute Mungu. La hasha. Sidanganyike mtu wa Mungu. Wako matajiri, wenye fedha, wenye magari, wenye majumba, wenye kila kitu, lakini stili bado wanautafuta uso wa Mungu. Najua wewe utafuti uso wa Mungu kwa sababu hauna shida yoyote. Unaona umejiumba, unaona mambo yote yanawezekana kwako. Lakini nataka nikwambia kwamba mtu wa Mungu, hakuna kinachowezekana kwa mwanadamu bila Mungu. Hayo unayoona wewe unayaweza ni hayo marahisi ambayo tu umefanywa tu. Mungu amekupa tu kama njia utembee kwayo. Lakini hakuna urahisi kwa mwanadamu. Kuna mahali mtu anapita, kuna mahali mtu anatafuta uso wa Mungu tu, sio kwa sababu ana shida ya pesa. Anatamani kumuona Mungu kwa namna nyingine ya tofauti, kwa sababu anaamini ya kwamba Mungu ndiye aliyemuumba. Unajua wengi mnaamini katika vitu mlivyo navyo. Kama wewe unaongea na kuzungumza kwamba watu ni umaskini unaosababisha na ugumu wa maisha unaosababisha kuomba, ni kuambie mtu wa Mungu, wako watu ambao hawana shida na chochote, lakini wao wanatamani kuutafuta uso wa Mungu. Hawaekei matumaini mali walizonazo, hawajiwekei vitu walivyo navyo wakaona ni vya thamani. Wanaona cha thamani ni Mungu aliyenayo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nataka niwaambie watu wa Mungu, hata yule tajiri katika Biblia hakuona haja ya kutafuta uso wa Mungu hata alipokufa. Na alipokufa ndo aligundua kwamba zile mali kumbe na ule utajiri nilikuwa nao ni bure. Ni afadhali ningeutafuta uso wa Mungu mapema, au ni heri ningekuwa maskini kabisa nikajifunza njia ya Mungu, nikawa mnyenyekevu, nikamjua Mungu, kuliko huko alipoingia. Bwana Yesu apewe sifa. Na siku zote unakimwona mtu anaamini kwamba Mungu hayupo, watu wanapoteza muda katika kuomba na kusali, jua ya kwamba anaamini katika vitu alivyo navyo. Yaani kwake utakuta pesa ndio Mungu, kwake utakuta maisha ndio Mungu. Na mimi nataka nikuambia kwamba maisha wala pesa sio Mungu, bali kuutafuta uso wa Mungu ndio kila kitu. Hivyo vyote utaviacha. Daudi anasema, ni mfalme wa Israeli, anasema kwamba sitautumainia upinde wangu, wala sitatumainia mkuki wangu, maana hutaniokoa, maana Mungu ndiye atakayeniokoa. Maana pengine anazungumza, anasema ya kwamba kwenye Zaburi 144 pale anasema hivi, usiogope mtu apatapo utajiri na fahari ya nyumba yake itakapoongezeka na kuwa nyingi, kwa sababu atakapokufa utukufu wake hautamfuata nyuma. Maana yake fahari ya vitu alivyo navyo, magari na mafedha na vitu vya samani alivyo navyo, siku ya kufa kwake haendi navyo. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, usione maisha kufanikiwa kwamba ndio umhitaji Mungu. Bado Mungu anatafutwa. Mungu anatafutwa sio na maskini tu. Mungu anatafutwa na matajiri. Mungu anatafutwa na watu wa namna zote. Kwa hivyo utafute uso wa Mungu mapema. Mnaona watu wengi wenye mafedha, wenye magari, wenye majumba, wenye kila takataka za ufahari wa dunia hii, lakini haziwasaidii. Kuna siku mtu utashikwa mahali tu, utapata ugonjwa ambao hao madaktari unaowategemea peke yako, ukiamini ya kwamba wao ndio wataweza kukutibu, sio Mungu. Wao ndio wameshikilia pumzi ya uhai wako. Nataka nikwambie jambo hili. Kuna siku utaenda mahali ukataliwe, uambiwe umeshindikana, na utarudishwa nyumbani. Utaambiwa kwamba nenda kakae nyumbani. Utaambiwa kwamba ili haliwezekani, nenda kaombe kwa Mungu wako. Hapo ndipo utakapojua thamani na umuhimu wa Mungu katika maisha yako.